Salamu kaka na dada, kwa majina naitwa Lujugo Kamwela. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ni mwalimu pekee wa kweli ambaye yupo katika hali inayoonekana kwa ajili ya kuja kuturejesha kutoka upotevuni na kutuleta katika njia ya kweli, katika neno la kweli, yani katika ukweli ambao ni neno la Luba, maisha ya kweli ya kiroho ambayo mababu zetu watu weusi walipoteza baada ya kuasi neno la Luba Tete na kupokea dini mbalimbali ambazo ni za kigeni. Tunatambua kwamba kuna dini mbalimbali ambazo zililetwa Afrika. Kuna Ukristo, kuna Uislamu, kuna wengine watasema wanaabudu mababu, wengine watasema wanaabudu sui mto, msitu, miamba, mito mikubwa, wengine wataabudu jua, mwezi. Hayo yote ndugu yangu ni uongo, ni upotevu, bali ukweli halisi ni Zulula 100, na ndo huu ambao ametuletea kwa wakati huu kwa ajili ya kurejesha katika historia ya kweli ya maisha ya kweli, maisha ya kiroho, maisha ya kumwabudu muumba wa kweli ambaye ni Luba Tete katika roho na kweli, na si kama ambavyo tulidanganywa na wazungu na damu mchanganyiko, ambapo walikuja hapa Afrika waliwakuta mababu zetu wakiwa ni watu wa kiroho, lakini wakawang'oa katika maisha ya kiroho na kuwapeleka katika maisha ya dini, yani kuishi maisha ya kimwili ambayo ni kifo cha kiroho. Lakini tunamshukuru Luba Tete, muumba pekee wa kweli, kwamba amemtuma mzaliwa wa pili kwa nyakati hizi, yupo katika hali hii inayoonekana ili kurejesha taifa teule, wale wanaojulikana, ili wapate kumwabudu muumba pekee wa kweli katika roho na kweli. Kwa hiyo siku ya leo ninashukuru Luba, nashukuru neno kwamba nitatoa mafundisho. Ni mwendelezo wa mafundisho kama mnavyojua ndugu zetu ambao mnaendelea kutufuatilia. Mafundisho yanatoka katika vitabu vya kweli ambavyo vimeletwa kwetu na mzaliwa wa pili Zulula 100. Vitabu viko vingi. Hapa nina Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu hiki hapa, ambacho ni upande uliofichika wa Kalata Mbale. Kwa hiyo mara kwa mara pia tumekuwa tukitoa mafundisho kutoka ndani ya kitabu cha Kalata Mbale. Sasa hiki hapa ni kitabu ambacho kinaelezea mambo kwa mapana sana. Yaani ikiwa ni kwamba wanavyoelezea mababu zetu wote ambao walitembea kulingana na ukweli, yani kulingana na neno la Luba, ikiwa ni namna gani waliweza kufanikisha kumaliza salama mwendo tangu wameanza safari ya kuamini neno la Luba hadi wanafika mwisho ambapo hawakupata kifo cha kiroho, wapi ambapo walikosea na kuna sababu ni kwa nini walikosea, na ilikuwaje, waliondoka namna gani katika hayo makosa. Maana tunajua ni kwa kufuata neno ndio, lakini kwa namna gani? Kwa hiyo kila kitu kimeelezewa ndani ya Kalata Ndimsi. Sio kama katika Biblia za kisasa ndugu zangu. Unakuta kwamba kuna vitu anaelezea afa hujui chimbuko ni nini, au hujui limeisha namna gani, au hujui kitu gani kiliendelea baada ya hapo. Kwa hiyo usahihi, unapoambiwa ukweli, usahihi ni huu hapa, Kalata Mbale, na mzaliwa wa pili yupo katika hali inayoonekana. Ni yeye pekee, maana yeye ni mkuu aliyewekwa wakfu, mwenye uzoefu wa vita ya kiroho. Kwa hiyo achana na hizo katuni wengine wote hao wanaojiita mitume, manabii, wanaojiita wachungaji, wanaojiita kwa vyeo ambavyo wanapangana wao, wanafikiri kwamba wapo katika ukweli, na wengine wanajua kwamba wapo katika uongo, hilo wanalitambua, lakini bado wameendelea kuwapoteza watu. Lakini ndugu zangu, tambueni kwamba jambo ambalo wanalifanya ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Luba Tete kwa wale wote weusi ambao wanajulikana, wale ambao watapokea wokovu wao wakisikia huu ukweli, maana ni neno linalowaita waje katika ukweli huu, na wakisikia wao watasikia neno likiwaita na watakubali ukweli huu. Lakini wengine wataendelea na mambo yao, hamna shida, lakini
mwisho wa siku itakuja kujulikana ni nani alikuwa katika ukweli na ni nani ambaye alikuwa katika uongo. Kwa hiyo ndugu zangu, msidanganyike na dini. Dini zote ni uongo, dini zote ni upinga ukweli. Ndio maana mnaona jinsi mambo ambavyo yanaendelea. Tangu dini zimefika hapa Afrika, hakuna la maana lolote, hakuna jambo lolote ambalo limeendelea. Angalieni hali ambayo inavyoendelea kwa wakati huu. Kwanza, kadri dini zinavyozidi kuongezeka ndipo mabaya yanazidi kuongezeka. Sasa ni namna gani mnasema kwamba dini ni wokovu? Dini si wokovu, dini ni kifo cha kiroho. Dini ni maangamizi. Kwa hiyo ndugu zangu, msidanganyike. Watu weusi, amkeni, tambueni kwamba tulidanganywa, wazungu ni waongo sana, na huyo Mungu wa dini ni mwongo. Leo tutaenda kumjua huyo Mungu wa dini kwamba ni mwongo. Na kwa hiyo ndugu zangu, msikubali kudanganywa. Kwa hiyo namshukuru Luba, mafundisho toka ndani ya kitabu hiki Kalata Ndimsi, na tutaenda kusoma katika kitabu cha Laksabe sura ya kwanza. Tutaanza mstari wa 10 hadi mstari wa 19, na maada ya siku ya leo itakuwa ni shika amri za neno. Kwa hiyo ndugu zangu, kama tunavyojua tumeshapata kujua kwamba dini zote hizi ambazo zipo kwa wakati huu, mfano dini ya Kikristo, dini ya Uislamu, walikuja hapa Afrika. Hao wazungu walikuja hapa Afrika wakaiba baadhi ya nakala za kitabu cha kweli kutoka kwa mababu zetu, watu weusi ambao baadhi walikuwa wameshaanza kuasi ukweli, wakawapatia hizo nakala. Lakini pia vingine waliiba, kwa sababu waliingia hapa Afrika wakawa wanalazimisha mababu zetu wapatie kile kitu ambacho sisi tunacho, watu weusi. Baada hapo wakaenda nazo kwao, wakaenda wakabadilisha na kuchakachua mambo ili waweze kumng'oa mtu mweusi katika maisha ya kiroho ambayo alikuwa anaishi. Kwa hiyo tunatambua leo tutasoma kuhusiana na Laksabe. Laksabe ndo huyo ambaye katika Biblia za kisasa wamemuita Yohana Mtakatifu, lakini jina lake la asili kabisa anaitwa Laksabe. Na kama tunavyotambua majina ya Kiafrika mara zote yanakuwa na maana. Laksabe manake ni msamaha au upendo. Kwa hiyo tutasoma kuanzia mstari wa 10, nami nitaanza kusoma. Nao unasema: watoto wangu wadogo, mimi, Laksabe, ninawaandikia ninyi mambo haya, ili kwamba msitende dhambi kituo. Na kama mtu yeyote katika mabano, fungwa bano, miongoni mwenu, funga bano, ametenda dhambi, tunao wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu kituo. Kwa hiyo tunaona hapa ndugu zangu, Laksabe anaanza kwa kusema watoto wangu wadogo. Sasa ni kwa nini anasema watoto wangu wadogo? Inamaanisha kwamba yeye alikuwa ameshazeeka sana? Hapana. Hapa tutaongelea kulingana na hali ya kiroho, jinsi ambavyo mtu anakuwa ameendelea kiroho. Kwa hiyo hawa watoto wadogo ambao wanaongelea hapa ni wale ambao ni wachanga katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo bado wapo katika kuna mfano ambao unatolewa kwamba wapo katika kunywa maziwa, kula vile vyakula laini. Yaani hata katika ni mafundisho, basi ni mafundisho yale ambayo sio magumu sana, ni mafundisho ambayo yale ambayo kidogo kwa mtu ambaye ndio mara kwanza anapokea ukweli au yuko mwanzoni katika kupokea ukweli, basi kuna mafundisho ambayo anakuwa anapewa ambayo yanakuwa yanamuonyesha kwamba bado ni mchanga, ni mtoto katika mambo ya kiroho. Kwa akaendelea kusema kwamba ninawaandikia ninyi mambo haya ili kwamba msitende dhambi. Na ndio maana hapa Laksabe amewaita watoto wadogo, kwa sababu bado wametoka katika maisha yale ya dhambi. Kwa hiyo ikiwa umeshapokea ukweli na umeshaanza safari ya njia hii ya utakaso, maana tunatambua na tumepata mafundisho kwamba katika njia ya utakaso kuna vipengele vitatu, ambapo kuna njia, kuna ukweli na kuna uzima.
Sasa pale mwanzo unapopokea huu ukweli, bado unakuwa wewe ni mchanga. Sasa unaendelea kutembea katika njia ya utakaso. Kadri muda unavyozidi kwenda na unavyozidi kusikiliza mafundisho na unatii kile ambacho unaambiwa, basi ndipo unakuwa kiroho, na hatimaye kadri neno linavyokuwezesha unakuwa mtu mkubwa kiroho. Kwa hiyo akasema kwamba nawaandikia mambo haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu yeyote miongoni mwenu ametenda dhambi, tunao wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu. Kwa hiyo hapa Laksabe anawaambia hawa watoto wadogo ambao ni watoto wadogo kiroho kwamba endapo mmoja miongoni mwetu anakuwa ametenda dhambi, na hii pia inatuhusu hata sisi ndugu zangu, kwa sababu bado tupo katika njia ya utakaso, bado kuna mambo mengi hatujayajua. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukajikuta umefanya makosa fulani pasipo kujua, na ni kwa sababu tu bado haujaelewa mapana ya hilo jambo. Lakini akaendelea kusema kwamba tunao wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu. Ndio ndugu zangu, tunajua kwamba tupo katika neno, na kila mara neno lipo linatuweka katika amri na sheria mbalimbali ambazo tunapaswa kuzitenda. Na ili uweze kufanikisha katika njia hii ya utakaso, basi ni pale ambapo unakuwa na bidii katika kutii na kutenda yale ambayo neno linatuomba tuyatende. Yaani kwamba kama tunaomba kutenda mambo haya ambayo ni mazuri, basi ni vema tukafanya hivyo. Na mambo yote ambayo sheria ya neno natuomba tusiyafanye, yale mambo ambayo ni zidi ya neno, kadri unapokuwa unazidi kutii, basi manake unakuwa unaendelea vizuri. Kwa hiyo akasema kwamba endapo umetenda dhambi, tunao wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu. Na anaposema katika agizo kuu la vitu, tunatambua ndugu zangu, ni roho mbalimbali ambazo zipo katika agizo kuu la vitu. Tunatambua kwamba katika hizo dini walikuwa wanasema malaika, lakini sio malaika tu. Maana ukiongelea neno roho, maana yake umejumuisha makundi yote ya roho ambazo ziliumbwa na Luba Tete kupitia neno lake. Sasa kwa hiyo hawa wapatanishi ni mfano tu, ni kwamba endapo unakuwa umetenda dhambi, si ndio ndugu zangu, unaweza ukaingia katika tafakari. Kwanza ni kutambua kwamba umetenda dhambi. Kwa hiyo tayari hapo kitendo cha wewe kutambua, nyuma yake kuna roho wa utambuzi kutoka agizo kuu la vitu, amekuwezesha kutambua hayo mambo. Kwanza kuna karata ndimsi. Hii karata ndimsi tumeelezwa kwamba huyu ni roho ambaye yuko nyuma ya kitabu hiki, karata ndimsi, ndiye anayetuwezesha sisi kutambua kwamba Luba yupo, kukubaliana na huu ukweli. Ni yeye ndio anayetufanya tutambue mambo mengi. Kwa hiyo kitendo hata cha wewe kusikiliza mafundisho na kutambua kwamba huu ni ukweli, ni kwa sababu ya karata, ni kwa sababu ya roho ambaye ni ndimsi. Lakini sio hivyo tu, unavyotambua kwamba, unavyoambiwa kuna muumba, na ufahamu wako wa ndani kutoka ndani ya roho yako unakubaliana na hilo, ni kwa sababu kuna huyu roho ambaye yuko pale kukufanikisha wewe kufanya hivyo. Ni huyu roho ambaye anaitwa ndimsi. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kwa kila jambo, haya mambo yanatendeka kwa haraka zaidi, kama alivyotuelezea mwalimu wetu. Ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine, ukitafakari katika hali hii inavyoonekana, hauwezi ukaelewa, lakini pale ambapo unakuwa umeendelea kiroho, haya mambo unaweza ukaelewa. Mfano, nimesema kwamba unaweza ukawa umetambua kwamba umetenda dhambi, ndio? Sasa kitendo cha wewe kutambua kwamba umetenda dhambi, manake nyuma yake kuna roho wa utambuzi, amekutambulisha kwamba hicho ulichokitenda ni dhambi, si ndio? Kwa hiyo tayari huu ni mpatanishi wa kwanza. Sasa ukishajua kwamba umetenda dhambi, utaingia katika tafakari. Tafakari namna gani? Maana ukitambua, manake utakuwa umeingia katika tafakari kwamba neno limenikataza nisifanye jambo hili kwa sababu ni zidi ya neno, si ndio? Manake tayari hapo kuna roho wa tafakari nyuma yake, ambaye ni roho mzuri, manake anakuingiza kwenye tafakari iliyo nzuri. Lakini sio hivyo tu, ukiingia katika tafakari, manake pia roho wa tafakari anaweza akakusaidia pia kutafakari kwamba kulingana na mafundisho ninayopata, basi hili jambo ambalo nimelitenda ni baya au ni zidi ya neno, basi ni vema niombe
toba, niombe msamaha. Na hapo moja kwa moja nyuma ya toba kuna roho wa toba ambaye yuko pale, na roho wa msamaha yuko pale. Kwa nafikiri mnaona jinsi mambo ambavyo yanakuwa yanaendelea, na hizi roho ambazo zipo alizokula vitu ndio zinakuwa zinatusaidia, zinatupatanisha na chanzo, yani zinatupatanisha na ukweli, kwamba ikiwa upo katika uongo na umetenda jambo ambalo dhidi ya neno, basi hawa roho wapo kwa ajili ya kutusaidia. Lakini ni pale tu ambapo unakuwa umekubali huu ukweli na unatii na kunyenyekea, kutembea kulingana na sheria za neno la lugha. Mstari wa 11, ikiwa tunashika amri za neno la tetee, katika hili twajua ya kuwa tunajulikana naye. Kwa hiyo hapa Laksabe akaendelea kutuambia kwamba ikiwa tunashika amri za tetee, ndio ndugu zangu, kwa sababu ikiwa tupo katika huu ukweli, ikiwa tumekubali kuishi maisha ya kiroho, basi ni lazima tushike amri za neno la tetee. Kwa hiyo na kwa kufanya hivyo, manake unakuwa upo katika njia iliyo sahihi, ambayo ni njia ya ukweli, na hiyo ni njia ambayo inatupelekea sisi kupata maisha ya uzima wa milele. Na ndio maana akaendelea kusema kwamba katika hili tuwajua ya kuwa tunajulikana naye. Tunajulikana naye nani? Ni lugha tetee. Maana ikiwa unaona kwamba kuna watu hawapendi na hawataki kuzishika amri za neno la tetee, ndugu yangu, wala usihangaike nao wala usiumize kichwa. Ni kwamba hao tambua tu ni kwamba hawajulikani na tetee. Kwa hiyo yeyote ambaye anajulikana na tetee, yule ambaye yupo kulingana na ukweli, manake anajulikana, na kwa maana hiyo huyo mtu atashika amri za neno la tetee. Kwa hiyo si kama katika dini ambavyo wanafanya ndugu zangu. Tuna mifano mingi na wengi tumetoka huko. Unakuta kwamba hao wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, wanakuambia jambo la kwanza unatakiwa tu kumwamini Yesu. Kimwamini Yesu unaokolewa. Ni uongo ndugu zangu. Sio kuamini tu. Maana tunaambiwa kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo unaweza kuamini kwamba Yesu ndio kwa jinsi wanavyofanya, lakini bila matendo imekufa. Vivyo hivyo ndugu zangu, katika ukweli. Sasa hapa ndo tunaambiwa kikamilifu katika usahihi kwamba ukishika amri za neno la tetee, basi wewe unajulikana, na katika safari yako ya utakaso utatembea vizuri na utafanikisha hadi kumaliza salama. Kwa hiyo kwenye dini wanafundisha mambo mengi ambayo ni ya uongo ndugu zangu, na tunatambua hayo. Wanasema kwamba ukimwamini wa Yesu kwamba ndio umeokolewa. Hapana, sio hivyo ndugu zangu. Kwanza tunajua sasa hivi na tumeshaambiwa na mzaliwa wa pili kwamba Yesu hajawahi kuwepo, hajawahi kuzaliwa wala kuishi hapa duniani. Maana huyo Yesu ni nadharia tu ya kuundwa ambayo walimuunda huyo Yesu, na wakaiba historia ya Kristo wa kweli ambaye ni Joksabe, ambayo historia pia wakaibadilisha, wakaichakachua ili waweze kufanikisha jambo lao, kumngoa mtu mweusi kutoka katika ile maisha ya kweli, maisha ambayo ni ya maadili, aweze kutembea katika maisha ya dini, na maisha ambayo ni ya uongo, maisha ambayo ni kifo cha kiroho. Mstari wa 12, yeye asemaye nilijua neno, lakini hazishiki amri zake, ni mwongo, wala ukweli haumo ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa Laksabe anaendelea kutuambia kwamba yeye asemaye nalijua neno. Ndugu zangu, mara kwa mara tumekuwa tukipata mafundisho kutoka kwa mzaliwa wa pili. Haijalishi wewe utasema luba namna gani, au utasema kwamba mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, au utasema wewe upo katika ukweli, lakini ikiwa hauzishiki sheria za neno la tetee, ikiwa hautendi kulingana na ukweli, ndugu zangu, unajidanganya bure, wewe ni mwongo. Ndio maana hapa Laksabe anaendelea kusisitiza kwamba ikiwa huzishiki amri zake, wewe ni mwongo, wala ukweli haumo ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajua kaka na dada ambao tumepokea huu ukweli,
basi tunaombwa katika neno la lugha kwamba pale ambapo tunakuwa tunasikia sheria mbalimbali ambazo zipo kulingana na ukweli ambazo lugha ameruhusu tuweze kuishi kwa hizo, basi ni vema ni tukawa wakamilifu katika kuzitenda. Maana imani yetu iwe ni imani na matendo. Maana tunajua kwamba imani bila matendo imekufa. Na kwa maana hiyo, ikiwa wewe ni mmoja wa hawa ambao umekubali ukweli, basi tambua kwamba haupaswi kuwa mwongo kwa kuto kuzitenda hizo sheria. Kwa ni vema ukazishika hizo amri zote ambazo zipo kulingana na ukweli, na ukawa ni hodari katika kutimiza, yani katika kutenda hizo sheria. Maana akaendelea katika mstari wa 13 kwamba lakini yeye azishikae amri zake, udhihirisho wa upendo wa tetee unakamilishwa ndani yake kituo. Kwa hili twajua ya kuwa tumo ndani ya neno lake kituo. Kwa hiyo Laksabe anaendelea kutuambia kwamba yeyote anayeazishikae amri zake, udhihirisho wa upendo wa tetee unakamilishwa ndani yake. Ndio ndugu zangu, kwa sababu tunatambua tulikuwa katika dini, tulikuwa tumepotea. Na hivyo tunavyoendelea kuzishika amri za lugha kupitia neno lake, manake udhihirisho wa upendo wa tetee unakuwa unakamilishwa ndani yetu. Yaani unaendelea kukamilishwa kwa sababu sheria ni nyingi na bado hatujajua kila kitu. Kwa hiyo tupo katika njia hii ya utakaso na tuendelee kusikiliza haya mafundisho, tuendelee kutii sheria zote ambazo tunaambiwa kulingana na neno, ili kwamba upendo wa tetee uendelee kukamilishwa ndani yetu. Maana ni pale ambapo upendo wa tetee ukamilishwa ndani yetu ndipo tutaondolewa kila aina ya dosari na makunyanzi ambayo yanaweza kawa yanadhihirishwa na nafsi zetu ambazo hapo awali hazikuwa katika neno, nafsi ambazo zilizoea mambo ambayo ni zidi ya neno. Lakini kadri unavyonyenyekea katika neno na kuwa na bidii kutenda kulingana na neno, basi upendo wa tetee unakuwa unakamilishwa ndani yetu, na hivyo tunakuwa tumo ndani ya neno la tetee kweli kweli. Mstari wa 14, yeye asemaye anabaki katika neno lake lazima aenende sawasawa na amri za neno lake. Kwa hiyo hapa Laksabe akaendelea kusema kwamba yeyote ambaye anasema kwamba anabaki katika neno, basi ni lazima aenende sawasawa na amri za neno lake. Kwa hiyo ni muhimu, ikiwa tupo hapa tunaendelea na haya mafundisho na tunaendelea kuwa katika ukweli, basi ni vyema tukaendelea kuenenda sawasawa na amri zote ambazo tunapata kulingana na neno. Mstari wa 15, wapendwa, siwaandikii amri mpya, bali amri ya kale mliokuwa nayo tangu mwanzo. Kwa hiyo tunaona hapa Laksabe akaendelea kusisitiza, si kwamba Laksabe alikuwa anaanzisha amri mpya, hapana. Maana tunatambua ndugu zangu, katika dini kila wakati amri mpya zinaibuka. Lakini katika imani hii ya neno la lugha hapana amri mpya, kwa sababu tangu uumbaji hakuna amri mpya ambayo imetoka. Sasa ukiangalia katika dini unakuta kwamba wanasema eti wana agano la kale, alafu sasa hivi ni agano jipya. Kwa hiyo huyo Mungu wao wakati anaanza kufanya mambo yake, huyo Jehova Elohim hakujua ni nini ambacho anakifanya, na ndio maana baadaye ikabidi aje na agano jipya. Kwao lile limekuwa la kale. Lakini ndugu zangu, katika ukweli hakuna cha agano jipya wala la kale. Tambueni kwamba katika neno la lugha, neno ni lile lile lililoumba roho za zilizokula vitu, lililoumba malimwengu miliati na miliati idadi isiyosabika yanayoonekana, ikiwa ni pamoja na hii dunia, na kumuumba mtu wa kwanza ambaye ni moto katika hii dunia na uzao wao wote. Neno ni lile lile, halibadiliki. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kwamba katika dini ni uongo. Tunaambiwa kwamba dini ni kifo cha kiroho. Sasa namna gani huyu Mungu hakujua kwamba hawa watu wake wataenda tofauti, ambapo ikabidi sasa hivi aje na agano jipya? Na hata ukiwasikiliza hao wachungaji wa uongo, manabii wa uongo,
Mzaliwa wa pili kuna mara anasemaga hata sometime kuwaita wachungaji, yani kwa sababu hata hicho cheo hawastahili kukipokea cha uchungaji, hawastahili kabisa, kwa sababu ni katuni za kiroho nazo kasema, kwa sababu hawajui wanachokifanya na kila wanachokifanya ni maigizo tu. Hakuna ukweli wote ambao wanaofanya pale, na wengi wao hao ambao wako ngazi za juu wanajua ukweli. Wasiojua ni hao waumini tu ambao wako chini chini huko, hao ndo hawajui, yaani hao wamepumbazika, hawajui kama kile ambacho kinaendelea katika dini ni uongo. Na ndio maana unakuta kwamba wanaenda katika hivyo vyuo vyao vya theolojia, wanafunzwa kila kitu, wanaelekezwa namna ya kujibu maswali, namna ya kutegua mitego ambayo ipo katika Biblia zao za kisasa. Maana wakifika katika vyuo vyao vya theolojia wanaona mikanganyiko, wanaona makosa, wanakuwa na hayo maswali na wanawauliza huko hao wakufunzi wao, na hao wakufunzi wanaelekeza uongo zaidi, namna ya kupindua na kuendelea, ili waendelee kuwadanganya watu, na wanadanganywa kwa njia ya kwamba unahitaji Roho Mtakatifu. Sasa unamhitaji Roho Mtakatifu kwa namna gani? Tutaona hapa mbele, ndugu zangu, mambo ambayo yanaendelea katika hizo dini ni ajabu sana. Lakini hapa Laksa anatuambia kwamba si kwamba anatuandikia amri mpya, hapana, bali unatambua kwamba amri ni ile ile tangu uumbaji, haijawahi kubadilika na haiwezi kubadilika. Tunajua kwamba nyakati zinabadilika ndio, lakini neno la lugha haliwezi kubadilika. Kwa hiyo kuna mara pia mzaliwa wa pili anatuambia kwamba usije ukaingia katika ufahamu wa kwamba labda watu wa zamani walikuwa na afadhali kuliko wa sasa hivi au kuliko wajao. Hapana ndugu zangu, kwa sababu neno lile ambalo huyu ambaye anaitwa Laksabe, huyu ambaye anaitwa Busi, huyu ambaye anaitwa Dubise alifanikisha kupita katika njia hii ya utakaso katika maisha haya ya kiroho, ndio neno hili ambalo tunalipokea, ambalo ni neno la lugha pekee na si hizo katuni za kiroho ambazo zipo katika dini huko. Na ndio maana mnaona mambo ambavyo yanaendelea huko. Kwa hiyo akaendelea kusema kwamba bali amri ya kale mliokuwa nayo tangu mwanzo, tangu mwanzo, tangu mwanzo, inamaanisha kwamba hii amri ya kale manake ni tangu mtu wa kwanza na maisha mengine yote ambayo yamekuja yametokea, ikiwa ni vizazi na vizazi vimepita, na ndio hivyo, ni amri hiyo hiyo moja, haijawahi kubadilika. Ikiwa umeambiwa kwamba usizini, ni usizini basi, hakuna kwamba unajua. Hapana ndugu zangu. Kwa hiyo katika neno la lugha ni kwamba amri ni ile ile ya kale. Sasa ndugu zangu, angalia katika hizi dini ambazo mambo jinsi yanavyoendelea, tunatambua kwamba katika dini ukisoma mfano katika Biblia ya kisasa, wao huyo Elohim, huyo Jehova amewapa hizo amri 10, na tumepata ufunuo kuhusiana na uso uliofichwa wa amri 10 za hiyo demon Yawe, hiyo demon Jehova. Hizo amri ndugu zangu ni mbaya kweli kweli, maana hata katika Biblia ya kisasa pia imethibitishwa hivyo, na sio utani, sio kwamba haya mambo tunayaongea tu, hapana. Ila ukiwa mvivu wa kuchunguza, ukiwa mvivu wa kutokufuatilia, na ikiwa utaamini kwamba kila unachoambiwa ni ukweli pasipo kutumia ufahamu wako, pasipo kutumia bidii yako kuchunguza zaidi, basi utaendelea kupumbazwa namna hiyo na utaendelea kuamini mambo ambayo sio ukweli. Sasa tunatambua kwamba kama nilivyosema katika masomo ambayo mzaliwa wa pili ametufundisha, kuna somo ambayo ametoa ambalo linasema kwamba uso uliofichwa wa amri 10 za demoni Yao. Ndugu zangu, ukisikiliza ile somo, na ninawasihi ikiwa labda haujapata kusikiliza hili somo, basi nenda kasikiliza katika YouTube channel ya kaka Imani Msimbwa, utapata hili somo na utaelewa kwa mapana zaidi ni nini ambacho kimeongelewa katika hizo amri 10 za Mungu. Lakini ni amri ambazo hazipo kulingana na ukweli, na demon, shetani mlima Gobe kupitia demon waliziandaa hizo amri kwa ajili ya kumwangamiza kabisa mtu mweusi. Na ndio maana hata katika Biblia ya kisasa hiyo ukisoma katika kitabu cha Ezekiel
20:25 katika Biblia ya Habari Njema ambao mimi nimeinukuu, inasema tena niliwapa kanuni mbaya na amri ambazo mtu akizifuata hataishi. Hili andiko sio mzaliwa wa pili amelitoa, wala sio sisi ambao tunalitoa, hapana, bali lipo katika Biblia za kisasa. Na ndugu zangu Waswahili, msidanganyike. Hawa wanaojiita mitume, manabii, wanaojiita wachungaji, wameshatambua kwamba ukweli sasa hivi upo, lakini wanakuwa wanakuja na ile nadharia ya kwamba unajua tafsiri ni tafsiri tu, walikosea wale waliokuwa wanatafsiri. Sasa ikiwa mnaamini kwamba hiyo Biblia ya kisasa ilikosewa kwa tafsiri, kwa nini mnaita kitabu kitakatifu? Je, kitakatifu kinaweza kuwa na makosa? Maana mnasema kwamba hata hao waliokuwa wanatafsiri waliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu ambaye aliongoza kutafsiri hizo Biblia, je, ni mtakatifu kweli kweli? Hamuoni kwamba ni roho chafu, roho mbaya, roho najisi? Wanaenda mbali zaidi kwamba hiyo Biblia ya kisasa imeandikwa na hao walioandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kuna somo ambalo kaka Imani amelitoa juzi kati hapa, na alikuwa anaelezea kuhusiana na huyo Luka ambaye wanamuita Luka mtakatifu. Katika Biblia za kisasa, Luka mtakatifu ameeleza kwamba yeye alifanya jitihada yake binafsi yeye mwenyewe kwamba afanye utafiti kuhusiana na mambo ambayo yanaongelewa kuhusiana na habari za huyo Yesu, jinsi alivyoishi hapa duniani, jinsi alivyotenda matendo yake, jinsi alivyokufa na jinsi alivyofufuka na mambo mengine yalivyoendelea. Kwa hiyo naye Luka akaamua kufanya huo utafiti ili hiyo taarifa au hiyo ripoti ampelekee huyo kiongozi ambaye alikuwa anawajibika kwake, kumwambia kwamba haya ndo mambo ya utafiti ambao mimi nimeyafanya. Lakini angalia sasa hivi, maana wazungu wao wakamfanya huyo Luka awe mtakatifu, wakamuita Luka mtakatifu, kwamba yeye aliongozwa na Roho Mtakatifu, lakini Luka mwenyewe anakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Alifanya utafiti wake binafsi. Sasa ndugu yangu, mambo ni mengi kwa kweli. Ukiyafuatilia katika Biblia za kisasa kwa kutulia, utatambua kwamba hakika dini ni uongo na hakika dini ni kifo cha kiroho. Sasa ikiwa Luka anasema kwamba yeye ametumia jitihada yake binafsi kufanya utafiti, inakuaje watu wengine baadaye wanakuja wanasema kwamba Luka aliongozwa na Roho Mtakatifu? Je, inakuaje wewe ndugu yangu ambaye ni mweusi, ambaye hata haujafanya jitihada yote ya kusoma hicho kitabu cha Biblia ya kisasa, kuchunguza kwa undani, maana tulilazimishwa tu na wazazi wetu kwa sababu ni Wakristo, na wengine kwa sababu wazazi ni Waislamu, wakwambia hii ndio Biblia, huyu ndio Mungu anaitwa Jehova, ndio unayepaswa kumwabudu. Ulichukua muda wako na kumchunguza, ukaona kwamba ni kweli anastahili kuabudiwa? Ikiwa sivyo ndugu zangu, na ikiwa ndani yako unawiwa kwamba unatamani kuwa katika ukweli, basi ukweli pekee ni Zurula 100, na ukweli pekee unapatikana kwa Zurula 100, na huu ndio ukweli ambao unaokoa, na nje ya hapo hakuna wokovu. Usidanganyike, wokovu pekee ni Zurula 100. Ndugu zangu watu weusi ambao mnaendelea kufuatilia mafundisho, chunguzeni, fuatilieni, angalieni mambo ambayo yanaendelea katika hizo dini. Usidanganywe kwamba wengine wanaendelea kusema kwamba unajua katika dini kila mtu na matendo yake, sisi tutamsikiliza huyo mchungaji atufuati mambo yake ambayo Usidanganywe ndugu zangu. Namna gani mtu ambaye anafanya maovu anakuja kukuambia kwamba ukweli ni huu, afu anafanya maovu ukaamini kwamba kwa sababu yeye anafanya maovu kile ambacho anakuja kukuambia ni ukweli? Haiwezekani. Haiwezekani. Maana pia tunaambiwa haiwezekani kwamba katika mti wa mapapai ukapata maembe, hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu, msidanganyike. Kwa hiyo tumeona hapa Ezekiel amethibitisha kwamba huyo Mungu Jehova, huyo Elohim na ni demon. Tena niliwapa kanuni mbaya na amri ambazo mtu akizifuata hataishi. Chunguzeni katika tafsiri zote, nenda kwenye Kiingereza, nenda kwenye Kifaransa, nenda kwenye lugha yoyote ambayo unajua Biblia za kisasa zimetafsiri.
uwezo ukaona tofauti na hili andiko. Japo wanaanza kubadilisha, lakini chunguza kwa sasa hivi katika hizo tafsiri iko namna hii. Kwa ndugu zangu, msiendelee kudanganyika katika hizo dini. Dini ni uongo, dini ni kifo cha kiroho, na ndivyo ilivyo. Lakini sio hivyo tu ndugu zangu. Tunaposema kwamba dini ni uongo, hata manabii pia walithibitisha hilo. Nafikiri nitatoa tena mfano mwingine. Mfano ni Yeremia ambaye yupo katika hizo Biblia za kisasa. Kwenye kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 10 inasema hivi. Tambueni sasa, Yeremia alitambua kwamba huyo Yehova, Mungu Yehova ni muongo. Mungu Yehova anadanganya. Inasema, nami nikasema, Bwana Mungu mshangao. Katika hili Bwana Mungu pia hao wahuni, nawaita wahuni, wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, watakwambia unajua hapa unajua unaposema Mungu kwa herufi kubwa maana yake ndio unamaanisha muumba kwa mujibu wao. Alafu yule Mungu herufi ndogo utatambua kwamba hizi basi ni hizi miungu mingine ambayo haistahili kuabudiwa. Lakini hapa ndugu yangu, chunguzeni katika Biblia zote. Iwe ni tafsiri ya Kiingereza, iwe ni tafsiri ya Kifaransa, iwe ni tafsiri ya Kiswahili, imeandikwa kwa herufi kubwa, Bwana Mungu kwa herufi kubwa. Kwa hiyo ndio huyo Jehova, ndio huyo Elohim, na ndio huyo mnayemuita El Shaddai, Mwenyezi Mungu, Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi, ambaye ni demon. Yeremia kanasema kwamba hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu. Ndugu zangu, haya hayajatoka kwa mzaliwa wa pili, hayajatoka kwetu, yako ndani ya Biblia ya kisasa. Lakini ndugu zangu, tuachane nayo, tuendelee na kilichopo katika Kalata Ndemsi. Mstari wa 16. Amri hii ya kale ni neno mlilosikia. Ndio maana hapa Laksab akaendelea kusema kwamba amri hii ya kale ni neno la lugha. Na ndio maana ukisoma katika huu mstari wa 15 unakuta kwamba ametumia katika umoja, si ndio? Amesema kwamba bali amri ya kale mliokuwa nayo tangu mwanzo. Mtu anaweza kujiuliza, sasa amri tena iko moja, na maana iko moja? Ndio, hiyo amri ni neno la lugha, kwa sababu ndani ya neno la lugha kuna amri nyingi. Si kama ambavyo wamefanya katika Biblia za kisasa, wao wanaamini katika amri 10 tu, lakini kuna mambo mengine pia wana amri nyingine ambazo zipo katika hivyo vitabu. Sasa ukiwauliza hii amri imetoka wapi tena, mbona sio amri ya 10, haipo katika ule mlolongo wa amri 10, hawana majibu. Lakini ukweli ni kwamba ndugu zangu, hakuna amri 10, hapana, ni nyingi sana ambazo zipo kulingana na ukweli. Na ndio maana hapa Laksabe anatuambia kwamba amri hii ya kale ni neno mlilosikia, yani neno la kweli, neno la lugha, mafundisho ya kweli. Ndani ya neno hili kuna amri nyingi ambazo tunapaswa kuenenda nazo kulingana na ukweli. Sasa tutaingia katika kipengele kingine, katika tema nyingine ambayo inasema ni hapana kutembea gizani. Mstari wa 17. Yeye asemaye yu katika nuru na anaye mchukia kaka yake au dada yake aendaye kulingana na neno, bado yumo gizani. Kwa ndugu zangu, naona hapa Laksab akaendelea kusema kwamba yeyote ambaye anasema kwamba yupo katika nuru, yani yupo katika mafundisho haya ya kweli katika neno la Mungu, lakini ikiwa unamchukia kaka au dada ambaye yupo katika neno la lugha, na wewe unasema upo katika neno la lugha, usijidanganye, bado upo gizani. Kwa sababu haiwezekani ndugu yangu ukawa una jambo na kaka yako au dada yako au ndugu yako ambaye upo naye katika neno la lugha. Maana tunatambua kwamba katika neno la lugha ni kwamba endapo unaona mtu amekukosea, lazima umwambie kulingana na ukweli, ukupaswa kufanya hivi, umenikosea 1 2 3. Na huyo kaka au dada ikiwa kweli yupo katika neno la lugha, basi ni lazima naye atakubaliana na hilo kwamba yes, ni kweli kulingana na neno la lugha, kulingana na sheria ambazo tumepokea, si vema ningeweza kutendea hili jambo. Na hivyo kwa namna hiyo manake itakuwa ni kuombana msamaha na maisha ya kawaida yanaendelea. Maana sisi hapa ni lazima tuimarishwe
na upendo. Na ndio maana hapa Laksabe ametuambia kwamba udhihirisho wa upendo wa Tetee utakamilishwa ndani yetu. Kwa hiyo manake lazima tuwe watu ambao tunapendana na tunaishi kulingana na ukweli na tunasaidiana kuenenda kuzitimiza sheria zote ambazo zimewekwa na neno la Ruba. Kwa hiyo ikiwa upo katika neno la Ruba, yani upo katika nuru ya neno la Ruba, alafu bado unamchukia kaka au dada ambaye pia yuko katika neno la Ruba bila sababu yoyote, au hata kama kuna jambo ambalo alikutendea alafu wewe haujawa mwazi, unajua kwamba kuna jambo moja mbili tatu, basi ndugu yangu tambua kwamba wewe una mlango na kwa maana hiyo uko mizani. Kwa hiyo hapa kulingana na neno la Ruba tunaomba kwamba tusiwe watu wa namna hiyo. Na ikiwa una jambo lolote na kaka au dada, basi ni vema kuliweka wazi ili kutengeneza na kurekebisha mambo ili yaende kwa uzuri. Mstari wa 18. Yeye anayempenda kaka yake au dada yake kulingana na neno, koma, anakaa katika nuru, koma, wala hamna sababu ya kuwa ndani yake. Kwa hiyo Laksabe pia akaendelea kusema kwamba yeyote anayempenda kaka au dada kulingana na neno, maana yake anakaa katika nuru. Kwa hiyo ndugu yangu, na nuru yenyewe ndio hili neno la Ruba, maana neno lipo kutuangazia, linatuangazia ni namna gani ambavyo tunapaswa kuishi, namna gani ambavyo tunapaswa kumpenda mtu kulingana na ukweli, namna gani tunapaswa kumsaidia mtu kulingana na ukweli, namna gani ambavyo tunapaswa kuishi na majirani, maana tunachoombwa ni kuishi na watu vizuri. Na mara kwa mara mzaliwa wa pili amekuwa akituomba kwamba ni vema tukaishi vizuri na watu wote ambao wanatuzunguka ili kuweza kutimiza yale ambayo tunapaswa kutimiza kulingana na neno. Na ndio maana hapa kaendelea kusema kwamba wala hamna sababu ya kujikwaa ndani yake. Na ikiwa wote mpo katika neno, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kujifanya wewe kaka au dada ukajikwaa kwa kaka au dada mwingine. Maana ikiwa mpo nuruni, basi mtangazwa na hiyo nuru. Maanake tutafundishwa mambo yote. Maana tumetambua kwamba kuna wapatanishi, kuna roho mbalimbali ambazo ziko pamoja nasi ambazo zinatuongoza katika haya maisha ambayo tunaendelea nayo hasa baada ya anguko. Maana kuna roho wa hekima yuko pamoja nasi, roho wa utambuzi yuko pamoja nasi, roho wa maarifa yuko pamoja nasi. Kwa hiyo ikiwa hizo roho zote na nyingine nyingi ambazo sijazitaja ziko pamoja nasi, endapo tunatii neno la Ruba, sasa ni namna gani wewe unaweza kujikwaa kwa ndugu yako mwingine, kaka au dada? Manake hapo tambua ndugu zangu ni kwamba ikiwa basi wewe unakuwa unajikwaa kwa ndugu ambaye ni kaka au dada, basi tambua hapa katika mstari wa 17 tumeambiwa kwamba bado upo gizani. Kwa hiyo ni vema ukalifukuza hilo giza. Na unalifukuza namna gani? Ni kwa kuendelea kusikiliza mafundisho na kutii sheria zote ambazo zimewekwa kulingana na ukweli. Na zaidi ya yote mzaliwa wa pili yupo. Kwa hiyo kila mara anatuomba kwamba tuulize maswali. Kwa hiyo ukiona kwamba upo katika hali ambayo ni ya mkanganyiko, hujaelewa jambo fulani, hata katika haya mafundisho ambayo unaendelea kukusikiliza, ikiwa kuna jambo hujaelewa, basi ni vema ukauliza ili upate usahihi wa hilo jambo kulingana na ukweli. Si kwamba unakuwa na swali alafu unabaki nalo, unaanza kutafakari, matokeo yake unaweza kaingia katika tafakari ambayo ni mbaya, ambayo ikakufanya ufungue milango ambayo ni mibaya, na matokeo ukawa unajikwaa kwa kaka au dada ambao wapo katika ukweli huu. Kwa hiyo hapa tupo katika dini ndugu zangu, tupo katika maisha ya kiroho. Maana maisha ya kiroho ni kwamba endapo unakuwa na swali unauliza, upo huru kuuliza swali lolote ile ili uweze kuendelea vizuri katika maisha haya ya si katika dini. Dini huko usiwe kuuliza maswali, na ukiuliza maswali nakwambia wewe kijana au wewe dada, angalia utapotea. Wewe usiulize maswali ya namna hiyo, utaweuka, utakuwa kichaa. Mungu achunguziki. Mungu aweza? Hapana ndugu zangu. Tambua tu ni kwamba wanajificha, maana wanajua kwamba ukiruhusu mtu kuanza kuhoji mambo ambayo yameandikwa katika Biblia za kisasa, mambo ambayo yanatendeka katika dini, watakwama kukujibu, maana ni uongo. Maana utaweka wazi katika uongo wao, na ndio maana hawaruhusu maswali. Lakini katika maisha ya kiroho, maana hata ukisoma katika Biblia za kisasa tunaona manabii walikuwa wanauliza maswali, wanajibu maswali. Hata huyo Yesu wao ambaye wanasema Yesu alikuwa akienda kwenye hadhara au anahutubia, lakini pia tumeshawaambia kwamba tambueni waliiba historia ya Joksad. Yesu hajawahi kuwepo na ndio maana alikuwa akienda huko baada ya kumaliza mafundisho katika vijiji au katika miji mbalimbali,
walikuwa wanamuuliza maswali na anajibu maswali. Sasa namna gani kwa wakati huu katika dini, katika makanisa yenu, katika misikiti yenu hawaruhusu kuuliza maswali? Ni kwa sababu wanajua mkiuliza maswali mtatambua ni wapi ambapo wamekwamia na hawataki mjue. Lakini hayo yote ni kazi bure, maana tunajua kwamba wale wanaojulikana ambao wapo wataisikia sauti hii ya neno la lugha, na neno halitawaacha, watarejea nyumbani, watatoka upotivuni, watarejea nyumbani, na ndivyo ilivyo. Mstari wa 19 na ambao pia ni mstari wa mwisho: lakini yeyote anayemchukia kaka yake au dada yake ambaye anatembea kulingana na neno, yuko gizani, anatembea gizani, na hajui aendako, kwa sababu giza limempofusha. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona hapa Laksabe akamaliza kwa kusema kwamba yeyote ambaye anamchukia kaka yake au dada yake, manake tumepata ufafanuzi kwenye mistari hapo nyuma kwamba ikiwa ni kaka ambaye yupo pia kulingana na neno, ambaye anafuatilia haya mafundisho ya kweli, ambaye tuko naye katika imani moja, ikiwa unamchukia na huyo kaka anatembea kulingana na neno, tambua ni wewe ambaye unachuki na huyo ndugu upo gizani, manake unatembea gizani. Sasa namna gani utasema kwamba upo katika nuru alafu bado unamchukia kaka au dada? Ndio maana hapa neno linatuambia kwamba tambua kwamba bado upo gizani. Sasa ikiwa wewe ni mmoja wapo, ndugu zangu, nini cha kufanya? Basi ni vema ukatafakari kulingana na ukweli, na ndio maana tuna mzaliwa wa pili na tuna kaka na dada wengi ambao wapo ambao wanaendelea kufuatilia mafundisho haya. Basi ni vema ukauliza, hivi kulingana na ukweli mimi nazilisha hali hii na hii ikoje? Utapata msaada zaidi ili uweze kuendelea kuwa mtu mzuri. Na mzaliwa wa pili kila mara anatuomba, anatusisitiza tuwe watu wazuri, na ili uweze kuwa mtu mzuri basi ni kusikiliza mafundisho na kuyatendea kazi. Na ikiwa uko mahali ambapo umekuwa na jambo fulani ambalo haujaelewa vizuri, si vema kwenda kulitenda, ni vema ukauliza kwanza ili utende kulingana na usahihi. Na haya ndio maisha ambayo ni maisha mazuri, maisha ya kiroho, na kwa kufanya hivyo maana unakuwa unatembea na nuru. Lakini kama si hivyo, maana umetanguliza kumchukia ndugu yako ambaye ni kaka au dada ambaye yuko katika neno, manake hapa tunathibitishiwa kwamba manake upo gizani na unatembea gizani na haujui uendako. Maana tunajua kwamba ili ujue kwamba unakoenda, ikiwa tupo katika njia hii ya utakaso, tunatambua kwamba manake tunaelekea katika uzima wa milele. Maana hatima ya haya maisha ambayo tunaishi, hatima ya neno la lugha, hatima ya kuishi katika maisha ya kiroho ambayo ni ya kweli, manake mwisho wa safari turithi uzima wa milele, long life there. Tusife kifo cha kiroho, yani tusiingie katika hukumu. Maana ukitembea vizuri, hiyo hukumu ambayo itatokea baada ya utimilifu mkuu sisi haitatuhusu. Hapana. Maana hukumu ni kwa wale wote ambao hawakutembea kulingana na ukweli, wote ambao waliasi neno la lugha, wote ambao wapo katika dini na wapo katika maisha mengine ambayo yanaendelea huko nje. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana hapa ikaendelea kusema kwamba haujui auendako. Lakini tunaambiwa hapa na neno kwamba ili uweze kutambua unakoenda, basi ni vema ukakubali kuishi au kutembea katika nuru. Ni vema ukakubali kuondoka katika giza. Maana akaendelea kusema kwa sababu giza limempofusha macho. Na giza likipofusha macho, samani, hauwezi ukaona unakoenda, hauwezi ukaona njia unayoelekea. Lakini hapa Laksabe ametuomba kwamba hapana kutembea gizani. Manake hapana kwenda nje ya neno hili la lugha, hapana kusikiliza hao wanadini, hapana kusikiliza hao wanaojiita sijui wanaabudu mababu, hapana kuwasikiliza hao ambao wanasema wanaabudu mizimu. Ndugu zangu, hiyo yote manake ni kutembea gizani, wanatembea katika giza. Ukweli pekee ni neno la lugha. Nuru pekee ambayo ni ya kweli ni neno la lugha. Ni katika neno la lugha pekee ndipo tunapata wokovu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo ambayo neno limeruhusu niweze kuyaongea. Namshukuru sana Luba ambaye ni muumba pekee wa kweli, na Zulula 100 ndiye mwalimu pekee wa kweli. Asanteni sana ndugu zangu.